kufanya tukio lolote. Hapana, ni mtoto. Mdogo wenu alichonifanyia mimi maishani mwangu sitasahau. Watoto pale nimewacha pale dukani. Najua inauma lakini nyamaza. Afadhali kujua. Nyamaza kwa mwanangu. Akaenda nyumbani. Yaani mpaka uchoke lakini nyamaza sasa hivi. Nyamaza. Sijaona. Mama unaitwa nani? Unaitwa nani? Naitwa Davina. Davina nani? Daniel Rubaizi. Imekuwaje? Mungu wangu, mtoto alikuwa anacheza. Huyo binti akaja kuniambia mjukuu wapi mjukuu wako, nikamwambia anacheza. Akamwambia nataka nimtume, nikamwambia kwa nini umtume mjukuu wangu muache? Nikakaa nikasema hainipi, ngoja nikamtafute mjukuu wangu nimrudishe aje kula na mdogo wake. Mama Neema ananiambia ameondoka akachukuliwa na binti. Wananiambia kaingiza kwenye bajaji, nikasema mwenye bajaji huyo binti. Tukio lenyewe imekuwaje? Ni amefanyweje mtoto? Mtoto amechinjwa hapa, amemchinja. Nani amemchinja? Ni binti anaitwa Ruru. Ni nani yake ya aliyechinjwa? Huyo ni mtoto wa rafiki yangu we. Mtoto anaitwa nani? Mtoto anaitwa Elvira. Jamani wapendwa, amenifanyia kisago. Mimi sijawahi kuona. Nieli angenichinja mimi. Nieli Lulu kanifanyia nini? Lulu katumwa na nani Lulu? Lulu katumwa na nani? Lulu naitwa Agripina. Nani? Agripina Ngoge. Agripina. Ndio. Mkazi wa Upendo. Imekuwaje? Mimi nilikuwa nyumbani, kuna kijana akawa amekuja anasema jamani hapo kwa Davina kuna mtoto kachinjwa yule mjukuu wake. Ndio tukakimbilia kuja hapa ndio tukakuta taarifa kama hizi. Alomchinja ni nani? Ni binti anasema ni mpangaji wao ndani. Yaani mpangaji wake ni mtoto wake. Kwa hiyo aliyochinjwa ni mtoto wa nani kwa nani? Mjukuu wa huyu mama. Ni mjukuu wa huyu. Amechinjwa na nani? Amechinjwa na huyo binti anaitwa Lulu. Ana umri gani? Yaani huyo alomchinja au mtoto alochinja? Mtoto ana umri gani? Miaka 5. Kwa nini? Sijajua. Ukanichinjia mjukuu wangu. Ukanichinjia mjukuu wangu jamani. Unaitwa nani tafadhali? Kwa majina naitwa Irene. Irene nani? Irene Mude, ni mkazi wa Mara Temboni. Mimi tu nimesikia tu habari kwamba kuna mtoto amechinjwa, kabidi nije hapa. Kuja hapa mama huyu namjua, nikamuuliza kama hivyo alivyoelezea kwamba mtoto wake amekuta amechinjwa. Nikauliza kisa ni nini, alisema yule msichana alikuja ambaye huyo Lulu ambaye amemchinja. Alikuja alimuulizia Elvira yuko wapi? Akaambia yuko huko anacheza. Basi akamfuatilia, akaenda kumchukua huyo mtoto, akamuingiza kwenye bajaji. Sasa sijui alikuwa anaelekea wapi. Baada ya hapo amekaa muda mrefu huyu mama sasa na shughuli zake. Baadaye sasa anamtafuta mjukuu wake. Maana ni analea yeye ni mjukuu. Kwa hiyo alipomtafuta akaona hamuoni. Akaambia mbona alipanda bajaji na Lulu? Lulu wa nani? Lulu ambaye ni huyu mama. Yaani Lulu ni mtoto wa mpangaji wake. Unaelewa? Mwenye umri gani? Mwenye umri amemaliza form 4 mwaka jana. Kwa hiyo miaka 19 20 hivyo. Kwa hiyo sasa kuja kuangalia anamtafuta, amekuja mpaka kwa Lulu kaona mguu unaning'inia yule mjukuu wake hapo chumbani. Ndio akafungua mlango, kuja kufungua mlango anakuta mtoto wake ananing'inia, ndio ameshakatwa na yuko kilile ananing'inia. Ina maana hajamkata kichwa kizima, kama kimebaki nusu. Maadamu kuangalia sasa kuuliza huyo msichana yuko wapi? Lulu umefanya hivi maana ni chumbani kwake yule. Unaelewa? Na yule Lulu kumbe alikuwa ameshaenda polisi kusema kwamba jamani mimi nimeua. Polisi wamekuja hapa ndio kama hivyo. Nakushukuru sana. Unaitwa nani? Naitwa Lucy. Lucy nani? Kama hilo umelipokeaje? Taarifa ulizozipokea pengine zinasemaje? Mimi nimekuja nakuta vitu vinaishia. Wamekueleza nini? Bado nataka nijue. Unaumiza, unakasirisha, lakini ningeomba tuwe watulivu kwa sasa.
tutafute lugha, maneno, hamasa ya kumfariji yule mwenzetu aliofiwa kwa namna, kulikoni kuchukua maneno mengine ya ziada kwa ile tendo alilotendewa, kwamba amechinja kwa sababu gani na nini. Sasa tutafute maneno ya faraja. Tendo la kuchinja lishatokea, mhusika tumempata kwa bahati nzuri, karipoti mwenyewe polisi baada ya kuchinja, akaletwa hapa, ameshachukuliwa na polisi na sasa anaenda kuhojiwa huko mbele ya safari. Sisi majirani pamoja na wenzetu ambao majirani karibu, msiba uko hapa, tukae hapa tumfariji mwenzetu mpaka hapo tutakapopata mwafaka wa kupata maiti kuzika, kwa sababu tukio la polisi hatuwezi kupata maiti leo wala kesho. Tumeelewana? Mambo mengine yoyote ya chumvi tungeyapunguza, kwa sababu kuna watu ambao hatukuona tendo, unaweza ukalichukua ukaeleza zaidi, kamchinja kwa wembe, tukamchinja kwa panga, tukamchinja nini. Ndio maneno ya binadamu tulivyo. Ningeomba hayo tuache kwa sasa. Mtoto katuondokea, mtoto mbichi, anahuzunisha, lakini maneno mengine ya kuongeza basi yasiwepo.